Washa taa katika hii safari. Neno la Bwana ni taa miguuni mwetu. Alright, cheza kama wewe katika 0719012700. Tuanze na Wamalwa wa Bungoma. Wamalwa. Hey, Baba Mani. Habari ya asubuhi. Baba niko salama, Yesu ni Bwana. Amen. Kwanza wacha nishukuru Mungu Baba kwa ajili yako. Hallelujah. Umekuwa msaada mchungaji. Amen. Wacha tukuombee, umetuombea zaidi na tukuombee. Amen. Asante my brother. Na tunakupenda mtumishi. Asante sana. Nawapenda pia. Baba bila Yesu hatuwezi kitu. Yesu ndio hewa, ndio oxygen. Ya roho Baba hatuwezi kitu. Nataka kuwasha taa. Twende kazi. Marko 4:35. Yesu akaambia wanafunzi kwamba ndio tufuke. Tuna ngambo nyingine hiyo. Walipofunga safari hadi mashua, Yesu akalala kidogo. Upepo kaingia. Ilipoingia wanafunzi hawa wakapapaika zaidi, lakini nashukuru wanafunzi sababu au kushukuru kufanya kitu kingine, waliamsha Yesu. Walipomwamsha alikemea upepo. Safari kaendelea. Mtumishi wa Mungu. Tunashindwa kwa sababu gani? Tunaamusha vitu vingine. Tusikule tunapoingia katika ndoa, katika nchi, tunababaika vitu vingine. Asubuhi ya leo natia mtu moyo, tuamushe Yesu. Hallelujah. Yesu asimamishe misukosuko zote katika nchi, misukosuko katika ndoa, misukosuko katika biashara, katika barabara, asimamishe na akemee, safari iendelee, ndoa iendelee, wokovu iendelee katika jina la Yesu, na safari iendelee. Na mbarikiwa sana mtumishi wa Mungu. Barikiwa zaidi Wamalwa ukiwa Bungoma pale. Asante sana. My goodness, tumeanza poa. 0719012700. A very good morning to you. Najua unaamka sasa hivi, unajizungusha pale kitandani pale, amka changamka bwana. Na kwa wale ambao tayari tuko macho, tuko ange, tuko ngangari, nyosha hiyo simu bwana. 0719012700. Tuwashita. Umepata fursa, umesoma neno la Bwana, umelitafakari tena sana. Hakika ukweli ni kwamba Bwana amekunenea. Amesemaje? Alright. Maggie, good morning. Good morning. Jambo pastor. Si jambo. Nawasha tena kitabu cha Zaburi. Asante pastor kwa maombi. Mungu akubariki sana. Nawasha tena kitabu cha Zaburi 119 mstari wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema, heri waliokamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Heri wazitio shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakristo tuwe kamili njia zetu. Maandiko yanasema Mkristo awe kamili njia zake, halafu aende katika sheria ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiwa kamili njia zako, ukienda katika sheria zake, Mungu anakuwa jibu lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barikiwa pastor. Hallelujah. Magi, barikiwa tena sana. Asante. Very good morning to you. 0719012700. Najua umeamka, najua umesoma neno la Bwana, ama bado, ama najijazia tu. Kama unajua umesoma bwana. 0719012700. Bwana amenena yapi? Umesikia nini? Hapa lazima tutajengana tu. Hakuna mtu kutembea gizani na tukuachi nyuma, hatuachani nyuma. Tutabebana kama ni lazima tubebane. Tufike pamoja kwenye hii safari. Sio? Radio Maisha, hello. Hello. Habari ya asubuhi. Nzuri sana. Nikuite nani? Ken. Okay, Ken, punguza kidogo sauti ya radio. Napunguza. Twende kazi, Ken. Nashukuru tu kipindi. Nashukuru kipindi. Asante sana kwa shukran hizo. 0719012700. Umesoma neno la Bwana, umelielewa, umelitafakari. Let's do this. Yeah. Radio Maisha, hello. Good morning, Ken. Hello. Habari ya asubuhi. Mimi sana, wewe ni Kennedy akidia Kepa Western. Yes, Kennedy. Ngawaje tumpati, lakini kwa guess tu. Ni sawa baba. Wacha niashe taa katika Proverbs 4. Naam. Ambaye inasema, listen my son,
to my father's instruction. Pay attention and again understanding. I give you sound learning, so do not forsake my teaching. Hii kitabu ambaye niliweza kusoma kwa watoto wote ambao wanasikiza mimi, waweze kumsikiza wazazi, waweze kusikiza wale watu wako mbele na mhumuri. Wawe wanasikiza mzazi anasema nini. Sababu mzazi ameona mambo mengi, amepitia mambo mengi. Wakati anakufundisha, uweze kusikia huyu mzazi anakusema nini. Na wewe ukisikiza mambo ya mzazi, utakuwa na mwangaza mbele yako, utatembea katika mwangaza wa Bwana. Na Mungu aweze kumbariki mahali popote mko. Sikiza hii maneno. Hiyo your father's instruction. Wazazi wako ni watu muhimu sana. Wao ndio ni kama Mungu wako wa pili. Na wakati unamsikiza ni kama unaongea na Mungu yako. Asante sana wale wote ambao wanaweza kunisikiza. Mungu aweze kubariki. Japo mzazi si Mungu, tuko na Mungu mmoja tu, hatuna Mungu wa pili. Mungu ni mmoja tu. Lakini wakati ni kama Mungu yako wa pili, kwa sababu Mungu ni ule wa kwanza, lakini si huyu wa pili anaweza kuwa mzazi wako. Ken, wacha wazazi wakwe wazazi, tusiwaite Mungu. Kabisa. Asante. Wacha wazazi wabaki wazazi jameni. Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Habari ya asubuhi ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Baba maana ila. Amen. Baba sina la kuwasha tena, lakini niseme asante sana. Mtumishi wa Mungu, tunakuza na mambo yako. Uendelee. Asante sana ndugu yangu, shukrani za dhati. 0719 012 700. Umepata fursa, umesoma neno la Bwana, umetafakari. Angalia, najua unajipanga leo kuwa na staftahi asubuhi. Urongo kweli. Kupata breakfast, wewe utumia nini? Kuna wale wa chapati, kuna wale wa mandazi, mahamri, kuna wale wa viazi karai, kuna wale sasa wa viazi tamu, kuna wale wa nduma, kuna wale wa sasa kama sisi wale wa njugu. Si ndio? Unajua napanga sana kuwa na staftahi, lakini wacha nikwambie hakuna staftahi tosha kama hii ambayo tunaipata katika Washa Taa. Yani kila asubuhi kuanza siku ukiwa tayari umewasha taa na neno la Bwana. I tell you, hakuna staftahi bora kama hii. Huwa inapendeza, huwa inakupa tumaini katika maisha, huwa ndio mkate wa siku yani. Alright? Na uwezi tegemea wajana ukakaa nao tu. Leo pia unautafuta wa leo, kesho utafute wa kesho, si ndio? 0719 012 700 ni 0719 012 700. Pata fursa, msoma neno la Bwana. Uko wapi? Washa Taa. Sylvia. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nilitaka nikupate kabisa. Kwa hivyo hujapotea popote, sio? Sijapotea popote, nataka tu nikupate sababu leo ni Friday. Na najua tunapanga kwenda kwa kina Mkangai kesho. Very good. Sasa tunashukuru tu Mungu hapo. Tukisema ni kila mwenye atakuwa amepanga, hata neema za Mungu zimtangulie. Amen. Warumi 6 mstari wa 18. Na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Bwana asifiwe. Amen. Wakati tulikuwa katika dhambi, tulikuwa tumefungwa katika minyororo za giza. Lakini Kristo alipokuja aliamua tukue huru na tukakuwa huru kabisa. Sasa hata hivi tumekuwa watumwa wa haki ambao Mungu mwenyewe anatutumia. Na wakati unatumikiwa na Mungu, imagine wewe huko huru na uko na amani ya moyo. Wacha tukae katika huo haki ambayo Kristo mwenyewe ametupatia. Barikiwa sana brother Amani. Amen. No. Morning. Tuko sawa, tunashukuru. Amen. Mara daima tuko ndani. Twende kazi. Wathesalonike wa kwanza 5:18. Nashukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. All right. Asante sana Dino.
Time najua imeenda tena sana. Gregory. Yeah. Habari ya asubuhi. Salama, habari gani? Salama kabisa. Nashukuru Mungu kwa hii neema. Naam. Methali 16 kuanzia penye inasema hivi. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Asibia leo niseme ya kwamba kwa wapendo wote kuna mambo mengi ambayo unapanga ama ambao umepanga na uenda unatarajia yote yafanikiwe, pengine mengine yanagonga ukuta. Nataka nikwambia kwamba yale tu ambayo yanajibiwa ni yale ambayo yanalingana na mapenzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Barikiwa sana, uwe na wakati mwema. Barikiwa zaidi Gregory, asante tena sana. Dakika zikiwa zimesalia 4 pekee, inakuwa ngumu kidogo kuweza kujivuta zaidi ya hapa, lakini kwa wote ambao wamepata fursa kuchangia, jameni, Mungu na awakumbuke, abariki kila mmoja wenu. Tuendelee kukuzana kiroho na hakika mbele iko sawa.